Kwa mitandao kwa misingi ya kwamba tumefikia vipi wananchi wetu, ni kwamba tumefungua matawi yetu. Kwa mfano tumegundua kwamba kaskazini kuna wafanya biashara wengi ambao wakiwa na rushwa zao au changamoto zao za kodi kuja huku ni mbali sana. Kwa hiyo tumefungua kaskazini ambako ni Kiwengwa, tumefungua ofisi yetu, lakini vile vile tumefungua kusini kwa maeneo ya Paje ili kuhakikisha kwamba tunarahisishia huduma walipa kodi wetu kama ambavyo maagizo ya viongozi wetu akiwemo Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi na Mama Samia, wote ni kwamba wametusaidia kwa hiyo maelekezo kama ni makocha. Kwa hiyo mtandao wetu tumepanua huduma kwa kupitia maeneo haya. Zenj TV, tujivunie nyumbani. Mamlaka ya kodi ya mapato Tanzania TRA Zanzibar imesema imefanikiwa kuvuka malengo ya kukusanya kodi kwa 106% tangu kushauriwa kufungua matawi ya huduma katika ukanda wa utalii tangu kushauriwa na viongozi wakuu wa nchi akiwepo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Hayo yameelezwa na Naibu Kamishna wa mamlaka hiyo Bwana Saleh Haji Pandu alipokuwa akizungumzia utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2024 mwaka 2025. Kwa mitandao kwa misingi ya kwamba tumefikia vipi wananchi wetu, ni kwamba tumefungua matawi yetu. Kwa mfano tumegundua kwamba kaskazini kuna wafanya biashara wengi ambao wakiwa na rushwa zao au changamoto zao za kodi kuja huku ni mbali sana. Kwa hiyo tumefungua kaskazini ambako ni Kiwengwa, tumefungua ofisi yetu, lakini vile vile tumefungua kusini kwa maeneo ya Paje ili kuhakikisha kwamba tunarahisishia huduma walipa kodi wetu kama ambavyo maagizo ya viongozi wetu akiwemo Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi na Mama Samia, wote ni kwamba wametusaidia kwa hiyo maelekezo kama ni makocha. Kwa hiyo mtandao wetu tumepanua huduma kwa kupitia maeneo haya. Amesema mapato ya kodi yote yanayokusanywa ubaki Zanzibar na kutumia kwa shughuli za maendeleo na huduma za jamii. Utaratibu wa gharama za uendeshaji ni kwamba ni kazi ya muungano. Muungano ndo anatupa pesa zote za matumizi yetu ya kawaida, matumizi yetu ya miundombinu, matumizi yetu ya rasilimali zetu zote ni kwamba yanatoka serikali ya muungano. Kwa maana hiyo, faida mojawapo ambayo tunaipata ni kwamba zile gharama zote zinatoka serikali ya muungano, lakini mapato yote yanaenda serikali ya Mapinduzi Zanzibar na zinatumika moja kwa moja kwa kutoa huduma za wananchi ambao wanaishi Zanzibar. Pando amesema huduma za mtandao TRA zimeimarika na wafanyabiashara wanaweza kukamilisha taratibu za malipo kabla ya mzigo kufika Zanzibar. Mzigo ikichelewa maana yake itachelewa tu pale kwa muda mdogo, lakini kwa tathmini mtu anaweza akaloji dokumenti zake hata kama mzigo haujafika Zanzibar, kwa kusema tu kwamba mimi labda nategemea kuingiza gari na dokumenti yangu ya ununuzi hii hapa, ile blending hii hapa na vitu vyangu vyote akaviloji kwenye mtandao, lakini tukamtolea assessment kabla hata huo mzigo haujaja. Kwa hiyo ukifika maana yake yeye ana nafasi au ana fursa ya kutoa ule mzigo mara tu unapofika, kwa sababu atakuwa tayari ameshatuletea zile taarifa na ameshalipa kodi zake. Kwa hiyo tunashauri wateja wetu wafanye utaratibu ili wahakikishe kwamba wanapata mizigo yao kwa wakati. Amesema katika utekelezaji wa bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026, TRA imejipanga kusimamia maadili na kupambana na mianya ya ukwepaji wa kodi. Akiwasilisha makadirio na matumizi ya bajeti ya mwaka wa fedha na mipango Zanzibar, Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar Dr. Saada Mkuya Salum amesema serikali imepanga kutumia shilingi trilioni 6.9 mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Spika, serikali inakadiria kutumia shilingi trilioni 6 nakadiria kukusanya shilingi trilioni 6 bilioni 982 milioni 76, ikiwa ni ongezeko la shilingi trilioni 1 bilioni 799 milioni 182, sawa na 34.7% ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2024-2025 ya shilingi trilioni 5 bilioni 182 milioni 894. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 2 bilioni 397 milioni 838 zimekadiriwa
kushawiriwa na kukusanywa kutokana na mapato ya ndani. Shilingi trilioni 2 bilioni 780 zinatokana na mkopo wa ndani na nje kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Shilingi trilioni 1 bilioni 444 milioni 842 kutoka kwa washirika wa maendeleo, ambapo kati yake mikopo ni shilingi bilioni 962 milioni 742, misaada ni shilingi bilioni 361 milioni 561 na milioni 539 zinatokana na mfuko wa pamoja wa washirika wa maendeleo, na shilingi bilioni 120 ni misaada ya kibajeti. Shilingi bilioni 21 milioni 669 tunatarajia zitakusanywa kutoka kwa atakuwa ni mapato ya mamlaka ya serikali za mitaa kutokana na vyanzo vya tozo na ada, na mapato yanayotokana na taasisi za serikali zinazojitegemea ni shilingi bilioni 337 milioni 727. Kwa makadirio ya matumizi, Mheshimiwa Spika, tunatarajia vile vile kutumia shilingi trilioni 6 bilioni 982 milioni 76, ambapo matumizi ya kawaida ni 34.85 ambayo ni shilingi trilioni 2 bilioni 268 milioni 267, ambapo kati yake mshahara ni shilingi bilioni 953 milioni 733, matumizi ya kuendesha ofisi ni bilioni 590 milioni 970, matumizi ya huduma za mfuko mkuu wa serikali ni shilingi bilioni 538 milioni 337, matumizi ya serikali za mitaa ni shilingi bilioni 12 milioni 500 na shilingi bilioni 337 milioni 727 ni matumizi kwa taasisi zinazojitegemea. Kwa upande wa kazi za maendeleo, Mheshimiwa Spika, tunapendekeza kutumia shilingi trilioni 4 bilioni 548 milioni 809. Hii ni sawa na 65.15% ya bajeti yote, ikiwemo kutoka serikalini ni shilingi trilioni 3 bilioni 231 milioni 400, ambapo miradi ya kimkakati mipya ni shilingi trilioni 2 bilioni 427 milioni 503, na miradi inayoendelea ni shilingi bilioni 312, na vile vile tumetenga shilingi bilioni 491 milioni 897 kutoka kuingiza katika mfuko wa kugharamia madeni. Mheshimiwa, mfuko wa kuharamia madeni kumradhi ni shilingi bilioni 312, na miradi mengineyo ambayo inaendelea tumetenga shilingi bilioni 491 milioni 897. Shilingi trilioni 1 bilioni 308 milioni 240 zitatoka kwa washirika wa maendeleo, ambapo shilingi bilioni 962 milioni 742 ni mkopo, na shilingi bilioni 345 milioni 498 ni misaada. Na vile vile matumizi ya mamlaka ya serikali za mitaa ni shilingi bilioni 9 milioni 169. Mheshimiwa, tuna vipaumbele vya bajeti katika mwaka wa fedha 2025 2026. Mheshimiwa Spika, mafanikio ya kizazi cha kesho kwa kiasi kikubwa yanatokana na jasho na shida ambazo wazazi wa leo wanazibeba wakati wa harakati za kuwatengenezea safari yao mafanikio. Hii ina maana kuwa mafanikio ya kesho yanatokana na uwekezaji unaofanyika leo na mustakabali wa taifa letu linalotokana na kuwajibika kwetu kwa ulipaji wa kodi kwa serikali, huku tukiwa na imani kuwa upatikanaji wa mapato hayo yanatumika kuwezesha upatikanaji wa elimu bora kutokana na majengo na wataalamu, vifaa na mishahara ya walimu, ujenzi wa hospitali, barabara, masoko na mingi mengineyo. Kesho ya mafanikio hujengwa na leo iliyo imara. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2025-2026 matumizi ya serikali yamezingatia maeneo yafuatayo: maslahi ya lazima kwa watumishi wa umma, mahitaji ya matumizi ya mfuko mkuu wa serikali, miradi ya maendeleo yenye dhima ya serikali inayoendelea na miradi inayofadhiliwa na washirika wa maendeleo, vipaumbele vya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi vya kitaifa, ikiwemo miradi ya kimkakati inayoendelea na miradi mipya inayotarajiwa kutekelezwa kwa mwaka wa fedha 2025-2026 katika maeneo ya miundombinu, utalii. Mapato ya kodi tunatarajia kufikia shilingi trilioni 1 bilioni 603 milioni 450 sawa na 109% ya bajeti ya shilingi trilioni 1 bilioni 467. Mapato yasiyokuwa ya kodi tunatarajia kufikia shilingi bilioni 279 milioni 370 ikiwa ni 105%, na mapato kutoka kwa washirika wa maendeleo tunatarajia kufikia shilingi bilioni 697 sawa na 46%. Mapato mengineyo Mheshimiwa Spika
ni upatikanaji wa kiasi cha shilingi trilioni 1 bilioni 130 sawa na 66% ya makadirio ya shilingi trilioni 1 bilioni 712. Kwa upande wa matumizi, Mheshimiwa Spika, serikali hadi kufikia Juni 2025 inatarajiwa kufikia shilingi trilioni 4 bilioni 41 milioni 310 sawa na 78% ya bajeti ya shilingi trilioni 5 bilioni 182 milioni 890. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2025-2026 serikali inatarajia kuwa na baqaya ya shilingi bilioni 76 milioni 460 kwa ajili ya matumizi ya awali ya mwaka mpya wa fedha. Taarifa za kina zinapatikana katika kurasa 55 hadi 57 wa taarifa hii, na kiambatanisho namba 2 ya matarajio ya mapato na matumizi hadi kufikia Juni 2025 kinahusika. Mheshimiwa, tumeelezea mwelekeo wa hali ya uchumi kwa mwaka 2025 na naomba Mheshimiwa Spika wajumbe wa baraza waisome pamoja na taarifa hii. Lakini tuna mapendekezo ya hatua za kuimarisha uchumi na mapato kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Spika, serikali imekuwa ikichukua hatua maalum za kuweka utulivu wa mfumo wa kodi nchini kama njia mojawapo ya kuimarisha mazingira ya kibiashara, kushajiisha uwekezaji na ulipaji kodi kwa hiari. Kwa mwaka wa fedha 2025-2026, serikali itaendelea kuchukua hatua kadhaa za kuimarisha usimamizi na ukusanyaji wa mapato ya serikali. Hatua zinazopendekezwa ni kama zifuatazo. Kwanza, tunaweka msingi wa kuimarisha uzalishaji wa viwanda vya ndani. Marekebisho ya sheria ya ushuru ya bidhaa namba 8 mwaka 2017 yanahusika. Tunapendekeza kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa excise duty kwa uingizaji wa kuku na samaki, yani frozen chicken and fish. Kwa mwaka wa fedha uliopita, Mheshimiwa Spika, Baraza la Wawakilishi liliridhia utozaji wa ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha shilingi 300 kwa uingizaji wa kilo 1 ya kuku au samaki ili kuimarisha uzalishaji wa ndani, kuwa na ushindani wa haki katika soko pamoja na kuongeza ajira kwa wananchi walio wengi. Hata hivyo, bado kumeonekana kuna wimbi na fursa kubwa ya uingiaji wa bidhaa hizo, hali ambayo imepelekea kutokuwepo kwa ushindani katika soko la ndani, kupungua kidogo kwa uzalishaji wa ajira. Hivyo tunapendekeza kwa baraza lako Mheshimiwa Spika kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kutoka shilingi 300 hadi shilingi 1000 kwa uingizaji wa kilo 1 ya kuku au samaki ili Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi wanaendelea kujadili bajeti kuu ya serikali kabla ya baraza kuvunjwa na kufanyika uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu 2025. Zenj TV, tujivunie nyumbani.